بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنتم تعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المرسلات. Na katika nuskha nyingine suratu wal mursalat. Makiyatun 50 aya. Aya hii imeshuka Maka, ina aya 50 tu. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. Ninaapa kwa pepo hali ya kuwa zenye kufuatana. Ninaapa kwa pepo urfan hali ya kuwa zenye kufuatana. Ay ar-riyahi mutatabi'atan كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا ونصبه على الحال. maana ya urfa ndio hiyo hali ya kufuatana na mutatabi'atan. Na hali imekuja kwa tamko hilo urfan sababu urfan imechukuliwa na hali ya ngoya zile za farasi, ka urfi al-farasi, kama singa ya farasi, yatlu ba'dhuhu ba'dhan, nywele za singa ambazo hufuata baadhi yake kufuata baadhi nyingine. Urf is hapa mgongoni hapa. Sasa zile zimekaa zinafuatana. Zile zinaitwa urf, nywele za singa. Na hapa shingoni hapa zinafuatana. Sasa zile hali ile ya kufuatana ndio iliyochukuliwa katika pepo zinavovuma kwa kufuatana. Kuja huu na kuja huu na kuja huu na kuja huu hivi moja kwa moja. Ndio maana imekuja urfa. Lakini urfa na asili yake ni nywele hizi za singa za farasi. Lakini imekuwa ni hali kwa pepo kwa sababu ya kule kufuatana. Ndio maana sasa mutatabi'atan. Lakini urf katika asili ni nywele za farasi, singa zinaitwa singa. Walmursalat urfa, ninaapa kwa pepo hali ya kuwa zenye kufuatana, kama nywele za singa za farasi. Yatlu ba'dhuhu ba'dhan wa nasbuhu ala al-hal. Fal'asifati asfa, na ninaapa kwa pepo zenye kuvuma kwa nguvu. Asfa, kuvuma kwa nguvu. Fal'asifati asfa, na naapa kwa pepo zenye kuvuma kwa nguvu. Asfa, kuvuma kwa nguvu. Ar-riyahu shadida,
ni pepo kali sana, ndio kuvuma kwa nguvu, ni pepo kali, pepo mkali. Hii ndio inaitwa asifat. Wanashirati nashra, na naapa kwa pepo zenye kutawanya mvua, kutawanya. Yani zinapeleka mvua mahala wanapotakiwa. Sasa inakwenda kwa pepo zile. Ndio nashirati nashra, na naapa kwa pepo zenye kutawanya mvua, kutawanya. Arriyahi tanshuru al-matar, falfariqati farqa, na naapa kwa aya zenye kufarikisha kati ya haki na batil, kufarikisha. Hapo imegeuka kwamba ni aya. Falfariqati farqa, na naapa kwa aya zenye kufarikisha kati ya haki na batil, kufarikisha. Ay ayatil Qur'ani tufarriqu baina al-haqqi wal-batili wal-halal wal-haram. Maana aya za Qur'ani zenye kufarikisha kati ya haki na batil, na kati ya halal na haram. Falmulqiyati dhikra, na naapa kwa malaika wenye kuteremsha wahyi kwa mitume. Falmulqiyati dhikra, na naapa kwa malaika wenye kutupa wahyi kwa mitume. Na dhikra ndio wahyi, yani wenye kutupa Qur'an ndio wahyi, wenye kutupa wahyi kwa mitume. Ail malaikati tanzilu bil wahyi ila rusul, hapa ni malaika. Sasa hapa kwa malaika wenye kushuka kwa wahyi kwa mitume. Ay al-anbiya au rusul, ima anbiya au hawa wanaoitwa rusul. Yulquna al-wahya ila al-umam, ambao mitume hao rusuli wanapeleka wahyi kwa nyuma zao. Kwa hiyo ima falmulqiyati itakuwa ni malaika wenye kupeleka wahyi kwa mitume, kwa hao anbiya, au maana yake ni ar-rusul, na hapa kwa mitume wenye kutupa wahyi kwa umma zao. Udhuran au nudhra, kwa ajili ya kuondosha udhuru au kwa ajili ya kuwahofisha watu. Udhuran, kwa ajili ya kuondosha udhuru, kuondosha udhuru, au nudhran, au kwa ajili ya kuwahofisha watu. Na udhuru ni kuondosha udhuru kwa mitume wale, kuondosha udhuru mitume, kuondosha udhuru kwa ule, kwa viumbe, ndio udhran. Kuondosha udhuru kwa wale khalaik, viumbe, kwa sababu wasiwe na udhuru, na pia na kwa ajili ya kuwahofisha,
ndio udhran au nudhra, kwa ajili ya kuondosha udhuru kwa viumbe au kwa kuwahofisha. Hai lil'idhari, kwa ajili ya udhuru, kutoa udhuru, kuondosha udhuru kwa hao viumbe, walindhar, kuwahofisha min Allah ta'ala. وفي قراءة بضم الذال نذرا، هنا نذرا، وقرئ بضم الذال عذرا. ikiwa ni nudhura hali ya kuwa wenye kuhofisha ni jamu. Innama tuaduna lawaqi, linalowapiwa ni hilo. Muqsam bihi ni hiyo innama tuaduna lawaqi, ndio jawabu ya ile qasam. Sawa, ile ndio ni qasam, jawabu yake innama tuaduna lawaqi, hakika yale mnaoagwa ni yenye kutuka. Imekuja kwa tea khitab au kusudiwa na makafiri wa Maka. Innama tuaduna lawaqi, hakika yale mnaoagwa ai kufaru Makata min alba'thi, nao ni kufufuliwa, wal adhabi, na adhabu. Hayo mnaoagwa hayo lawaqi ni yenye kutuka. Kainun la mahala, haya yatakuwa tu, hapana shaka. Fa idha nujumu tumisat, na pindi hizi nyota zitakapofutwa, fa idha nujumu tumisat, na pindi nyota zitakapofutwa, muhiya nuruha, zitakapofutwa ile nuru yake, havina nuru yote, mwanga wake. Wa idha samaa furijat, na pindi mbingu zitakapopasuliwa, shuqqat ndio kupasuliwa. Wa idha samaa furijat, na pindi mbingu zitakapopasuliwa. Wa idha aljibalu nusifat, na pindi majabali yatakapopeperushwa. Maana majabali yatapeperushwa, kama ile aya inayosema watakunu aljibalu kal'ihn manfush, akawa kama sufi yenye kupurwa, itakuwa na peperuka hivi kama sura ya sufi. Ndio idhal jibalu nusfat, na pindi majabali yatakapopeperushwa. Futitat wasujirat, yatakapokuwa yamechanwa na kuendeshwa na kupeperushwa. Wa idha rusulu uqitat, na pindi mitume itakapokusanywa kwa wakati maalum. Uqitat, itakapokusanywa kwa wakati maalum. Wa idha rusulu uqitat, na pindi mitume itakapokusanywa kwa wakati maalum. Bilwawi wal hamza, kuna uqitat na uqitat badala minha, wa hamza ni badali ya ile wawu. Hai jumi'at li waqtin, takapokusanya kwa wakati maalum. Li ayi yawmin ujlan, kwa ajili ya siku kubwa
yameakhirishwa mambo yao. Li ayi yaumin ujilat, kwa ajili ya siku kubwa kabisa ndio yameakhirishwa mambo yao, au mitume yameakhirishwa kwa ajili ya siku hiyo. Aili shahada yameakhirishwa kwa ajili ya ushahidi, ala umamihim, juu mazao, bitablighi, kwa kufikisha ujumbe. Siku gani? Li yaumil fasli, kwa ajili ya siku ya kupambanuliwa. Li ayi yaumin ujilat, kwa ajili ya siku kubwa yameakhirishwa mambo yao. Li yaumil fasli, kwa ajili ya siku ya kupambanuliwa. Kupambanuliwa baina al-khalqi, kwa ajili ya siku kupambanuliwa kati ya viumbe. Wa yukhadhu minhu jawabu idha, na huchukuliwa katika hii li yaumil fasli baina al-khalqi, hii li yaumil fasli baina al-khalqi, huchukuliwa katika maneno hayo jawabu ya idha, ay waqa'a al-faslu baina al-khalaiq. Sawa, ile ilikuwa haina jawabu yake ni ya kukadiria. Alipoanzia tangu alipoanza mambo ya idha, aliposema fa idha an-nujumu tumisat wa idha al-jibalu wa idha as-sama'u furijat wa idha al-jibalu nusifat wa idha ar-rusulu uqitat li ayi yawmin ujilat li yawmil fasli. Jawabu ndio hiyo, ai waqa'a al-faslu baina al-khalaiq, ndio kumetuka sasa kupandumanuliwa kati ya viumbe. Hapo sasa ndio kiyama kimetuka, na hapo sasa ndio watu watapambanuliwa, patapambanuliwa kati ya viumbe. Hapo sasa wama adraka ma yaumul fasl, nilipi lililokujuza wewe, nipi hiyo siku ya kupambanuliwa. Wama adraka ma yaumul fasl, nilipi lililokujuza wewe, nipi siku ya kupambanuliwa. Hii sifahamu ni ya kutahawil, kuogopesha jambo hilo, maana ni kubwa, kutisha jambo hilo. Jambo gani limekujuza wewe? Nini hii siku hiyo ya kupambanuliwa? Tahawilu nishani, wailun yawmaidhin lilmukadhibin, adhabu kali siku hiyo ni ya wale wenye kukadhibisha. Hadha wa'idu lahum, haya ni makamio kwa wao hao wenye kukadhibisha, kwamba adhabu kali siku hiyo ni wale wenye kukadhibisha. Hadha wa'idu lahum, haya ni makamio kwa wao hao wenye kukadhibisha. Alam nuhlikil awwalin, hivi hatukuangamiza wale wa mwanzo? Bitakdhibihim, kwa kule kukadhibisha kwao. Maana yake
ahlaknahum, tumefanya nini? Tumeangamiza. Alam nuhulikil awwalin, hivi hatukuangamiza wale wa mwanzo? Bitakdhibihim, kwa kukadhibisha kwao. Ay ahlaknahum, manake tumeangamiza. Thumma nutbi'uhum al-akhirin, kisha tukawafuatishia wale wengine waliokuja mwisho. Thumma nutbi'uhum al-akhirin, kisha tukawafuatishia wale wengine waliokuja mwisho. Mimman kadhabu, katika ambao wamekadhibisha nao hivyo hivyo, kakufari Maka, kama vile makafiri wa Maka. Kwa hiyo fanuhulikuhum, tutawahalikisha hata hao. Hawa watu wa Maka tutaangamiza hawa. Madhali wanakanusha, basi wanakadhibisha nao vile vile. Kadhalika nafalu bil mujrimin, kama hivyo tunafanya kwa wale wenye makosa. Kadhalika ay mithla fi'lina bil mukadhibin, mfano wa kitendo chetu tulichokifanya kwa wale wenye kukadhibisha. Nafalu bil mujrimin, tafanya kwa wale wenye makosa. Yani bikulli man ajrama, tunafanya kwa kila mwenye kufanya makosa. Fima yastakbilu, katika huo muda unaokuja huko mbele. Kila anayefanya fima yastakbilu, katika muda unaokuja mbele. Fanuhulikuhum, tutawaangamiza. Kadhalika nafalu bil mujrimin, kama hivyo tunafanya kwa wale wenye makosa. Manake bikulli man ajrama, kwa kula mwenye kufanya makosa. Fi ma yastaqbilu, katika muda unaokuja mbele. Fanuhliku wailun yawmaidhin lilmukaththibin, adhabu kali siku hiyo ni ya wale wenye kukadhibisha. Taakid, hii ni kutilia mkazo zaidi. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, hivi hatukuwaombeni nyinyi kutokana na maji yaliyo duni, yaliyo matevu hivi duni kabisa. Alam nakhluqukum, hivi hatukuwaombeni nyinyi min ma'in mahin, kutokana na maji yaliyo duni, dhaif, maji dhaifu kabisa. Wa huwa almani, nao ni mani. Tumeomba nyinyi kutoka huko. Fajalnahu fi qararin makin, tukayajalia maji hayo katika mahali penye kutulizana, penye kuhifadhiwa. Qarari ndio kutulizana, makin penye kuhifadhiwa. Fajalnahu, tukayajalia maji hayo fi qarari, katika mahali penye kutulizana, makin penye kuhifadhiwa. Ndio hariz, makin ndio hariz, penye kuhifadhiwa. Wa huwa rahimu, na mahali penyewe ni mfuko wa uzazi. Wa huwa rahimu, ndio ni mfuko wa uzazi. Ila qadari maalum, mpaka wakati maalumu, wakati wenye kujulikanwa.
qadari maalum, wakati maalum, kama inavyoeleweka kwamba maji yale yanakaa pale pamoja na atuari zake na hali zake na mabadiliko yake mpaka kuja kuzaliwa mimba. Ni miezi mingapi? Miezi 9. Ndio ila qadari maalum, mpaka kiasi maalum, wakati maalum yako pale mpaka wakati maalum, miezi 9. Hiyo ndio aghlab, lakini inaweza ikazaliwa chini hapo kama tunavyoona miezi 6 anazaliwa, 7, 8, 9, lakini 9 ndio aghlab. Kwa inakuwa sasa ndio umbile limekamilika. Hiyo ndio ila qadari maalum, mpaka wakati wenye kujulikana, wakati maalum. Wa waqtu lilada, ndio wakati wa kufanya nini? Kuzaliwa. Faqadarna, hilo tumeliweza, hilo tumefanya nini? Tumeliweza kumweka mtu hapo maji, kakaa kwenye mahala maalum penye kuhifadhiwa mpaka huo wakati maalum akazaliwa. Faqadarna, tumeliweza. Fani malqadirun, bora wenye kuweza sisi, hakuna mtu mwingine anaweza kufanya jambo hilo. Faqadarna ala dhalika, tukaliweza hilo. Fani malqadirun, bora wenye kuweza sisi. Nahnu wailun yawmaidhin lilmukaththibin, adhabu kali siku hiyo ni ya wale wenye kukadhibisha. Alam naj'alil ardha kifata, hivi hatukuifanya ardhi ni yenye kuwakusanya? Alam naj'alil ardha kifata, hivi hatukuifanya ardhi, hatukuijalia ardhi ni yenye kuwakusanya? Masdaru kafata, hii kifata ni masdari ya kafata bimaana dhamma. Kafata ndio kwa maana ni dhamma. Dhamma ni kufanyaje? Kusanya. Dhammatan ndio maana ile kifata. Hivi hatukuifanya ardhi ni yenye kuwakusanya? Walewa ahayaan wa amwat, walio hai na waliokufa, wote wamekusanywa katika nini? Wamekusanywa katika nini? Ardhi. Ahayaan wa amwata, walio hai na waliokufa. Fi batniha, walio hai ala dhahriha, walio hai wanakuwa juu ya mgongo wa nini? Wa ardhi. Wa amwata, na waliokufa wanakuwa wapi? Fi batniha, wanakuwa ndani ya tumbo la ardhi, yani ardhi. Lakini wote wamekusanywa juu ya nini? Ya ardhi. Natofautiana tu kwamba walio hai wako juu ya ardhi na waliokufa ndio watakuwa kwa tumboni mwa ardhi, lakini wote wamekusanywa na nini? Na ardhi. Ndio alam naj'alil ardha kifata, hivi hatukuifanya ardhi kuwa ni yenye kuwakusanya? Ahyaa wa amwata, walio hai na waliokufa. wailun yawmaidhin lilmukaththibin. Waja'alna fiha rawasiya shamikhat,
na tukajalia katika hiyo ardhi majabali yenye kuthibiti, yenye kupanda juu, yale marefu. Maana yake ni kurefuka juu. Shamikhat, yani rawasi, ndio majabali yenye kuthibiti. Waja'alna fiha rawasiya, tukajalia katika hiyo ardhi rawasiya, majabali yenye kuthibiti. Halafu shamikhati, yenye kurefuka juu, yenye kutokezea juu, yenye kurefuka juu, ndio shamikhati. Ama rawasi nini? Majabali yenye kutulizana. Lakini shamikhati yenye kutokezea juu. Waja'alna fiha, na tukajalia humo rawasi ya shamikhat, majabali yenye kuthibiti, yenye kutokezea juu. Ndio hayo anasema jibala murtafi'atin wasqainakum ma'an furata, na tukawanywesha maji yaliyokuwa tamu. Wasqainakum ma'an furata, tukawanywesha maji tamu. Furata ni maji tamu, sio ya chumvi wala nini. Ndio nasema adhuban, maana adhuban ndio utamu. Tukaonyesha maji hayo. Wailun yawmaidhin lilmukaththibin, adhabu kali siku hiyo ni wenye kukadhibisha. Wayuqalu lilmukaththibina yawma alqiyama, wataambiwa wale wenye kukadhibisha siku ya kiyama, wale wataambiwaje? Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun, sasa ondokeni hapa, nendeni kwenye lile ambalo mlikuwa kwa hilo mnafanya nini? Nakadhibisha. Nendeni, tokeni, nendeni kwenye lile ambalo mlikuwa kwa hilo mnakadhibisha. Intaliqu, hayo wataambiwa wale kukadhibisha siku ya kiyama. Intaliqu, nendeni, ila ma kuntum bihi tukadhibun, kwenye lile ambalo mlikuwa kwa hilo mnakadhibisha. Bihi minal adhab, noni adhabu, mlikuwa mnakadhibisha adhabu, hakuna adhabu, hakuna adhabu. Sasa nendeni ile adhabu. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab, nendeni kwenye jivuli lenye ncha tatu. Intaliqu, nendeni ila dhillin, kwenye jivuli dhi thalathi shu'ab, lenye ncha tatu. Huwa dukhanu jahannam, ndio ni moto wa jahannam. Idha irtafa'a, unakapo moshi ule ukipanda juu kule, iftaraka thalatha firaqin, una farikiana vikundi vitatu, yani ncha tatu. Li'azamatihi, kwa ule ukubwa wake. Iftaraka, moshi ule unafarikiana, unagawanyika. Thalatha firaqin, vikundi vitatu. Li'azamatihi, kwa ule ukubwa wake. Ndio jivuli lenye ncha tatu. La dhalilin, jivuli lenye silenye kufinika jua joto. La dhalilin, silenye kufinika joto. Wala yughni minal lahab, wala halitoshelezi na mbimbiriko wa moto. La dhalilin, silenye kufinika joto.
joto halifiniki. Wala yughni min al-lahab, wala halitoshelezi na mbibiriko wa moto. La dhalili kanini, maana dhalili ndio kanini, ndio kufinika. Yudhilluhum, silenye kufinika ambapo litawapa kivuli min hari dhalika al-yawm, kutokana na joto la siku hiyo. Halifiniki ndio kanini. Kanini maana yake ni kufikana, amefinika. Kana yakinu ndio dhalili. Kwa hiyo kana na dhalili maana ni mamoja. Silenye kufinika joto. Wala yughni min al-lahabi, wala silenye kutosheleza nini na mbibiriko wa moto. Wala yughni ay maana yaruddu anhum shay'a, hivyo hilo aliwarudishi chochote, yani aliwazuii chochote, aliwarudishi chochote min al-lahab, katika ule mbibiriko wa moto. Halitosheleze. Innaha tarmi bishararin, hakika moto huo unatupa macheche. Innaha, hakika moto huo, tarmi bishararin, unatupa macheche. Huwa ma tatayara minha, sharar ni vile vinavyoruka kutokana na ule moto, ndio macheche. Kal qasri, macheche yenyewe ni kama majumba makubwa ya ghorofa. Cheche moja ni kama jumba la ghorofa. Innaha tarmi bishararin, hakika moto huo unatupa macheche. Kal qasri, kama jumba kubwa la ghorofa. Min albinai fi udhumihi wa irtifai, katika ukubwa wake na kwenda kwake juu, tafikiri jumba la ghorofa. Kaanahu jimalatun sufur, kana kwamba ni ngamia weusi. Hii sufuru hapa sio manjano, kana kwamba ni ngamia weusi. Yale macheche yenyewe yale kana kwamba ni ngamia weusi. Fi hayatiha, katika kipambo chake, sura yake, wala na rangi yake. Wa fil hadith, wa shararun nar aswadu kalqir, katika hadithi imekuja hivyo kwamba macheche ya motoni ni meusi kama qir. Qir ni kama vile lami. Naam. Nasema innaha tarmi bisharar, hakika moto huo unatupa macheche. Kal qasri, kama jumba la ghorofa. Kaanahu jimalatun sufur, kana kwamba macheche hayo kana kwamba ni ngamia weusi, yani ile namna yake. Wal arab tusami sud al-ibli sufra lishawbi sawadiha bisufratin, faqila sufrun fil ayati bimana sud lima dhakarahu lima dhukir, waqila la
Hii qila la manake ni kukataa ule weusi, kwamba sufuru kwa maana ya weusi ni kwamba anabaki ni macheche tu na umanjano wake, kama vile macheche ya moto wa kawaida huko duniani unakuwa manjano na kuwa na sura ya nini, ya manjano. Sasa akisema wakila la, maana akataa ile weusi, inabaki vile vile manjano macheche yake. Wa shararu jamu sharara, shararu ni jamu ya sharara. Wa shirar pia inakuwa ni jamu hiyo, shirar inakuja jamu shirara, kama utasema shirar ni jamu ya shirara. Wal qir alqar. Tunaendelea. Wailun yawmaidhin lilmukaththibin, adhabu kali siku hiyo ni wale wenye kukadhibisha. Hadha yaumu la yantiqun, hii ni siku ambayo hawatotamka viumbe. Hadha ay yaumul qiyama, yaumu la yantiqun, ni siku ambayo hawatotamka, hawatasema ndani yake kwa chochote, hawatatamka. Yani hawatasema katika baadhi ya mahala, wala yudhanu lahum fayatadhinu, wala hawatapewa idhini katika kutoa udhuru wakafanya nini, wakatoa udhuru. Wala yudhanu lahum, wala hawatapewa idhini, hawatapewa ruhusa fil udhri, katika kutoa udhuru, fayatadhirun, wakatoa udhuru. Min ghairi, ndio hapa, min ghairi tasabbubin anhu fahuwa dakhilun ala haizi nafi, ay la idhin fala itidhar, hapana idhini yote wala hapana kutoa udhuru. Wailun yawmaidhin lilmukaththibin, adhabu kali siku hiyo ni wale wenye kukadhibisha. Hadha yaumul fasli, hii ndio siku ya kupambanuliwa viumbe. Hii ndio siku ya kupambanuliwa kati ya yule ambaye ni mwenye haki na yule ambaye ni mwenye batili. Ndio siku ya kupambanuliwa. Jamaanakum, tumewakusanyeni leo, ayuhal mukaththibun, enyi wenye kukadhibisha, min hadhil umma, katika umati huu. Kwa hiyo hadha yaumul fasli, hii ndio siku kupambanuliwa. Jamaanakum wal awwalin, tumewakusanya nyinyi wenye kukadhibisha katika umma huu na wale wa mwanzo. Minal mukaththibina qablakum, katika wale waliokadhibisha kabla yenu nyinyi. Fatuhasabuna wa tu'adhabuna jamia, mtahesabiwa nyote na mtaadhibiwa nyote, mtahesabiwa na mtaadhibiwa nyote. Fa in kana lakum kaidun fakidun, haya mkiwa nyinyi mna hila yoyote, haya nifanyieni. Na kama mna hila yoyote, haya nifanyieni. Na hila ya kulizuia hili jambo lisiwepo, haya nifanyieni. Fa in kana lakum kaidun fakidun, mkiwa nyinyi mnayo hila yoyote, haya nifanyieni. Hilatun fi dafi al-adhabi ankum, hila yoyote ambayo itasababisha nyinyi kuiondosha adhabu na nyinyi, haifanyeni.
fakidun faf'aluha, ifanyeni hiyo. Waleka uzuri nifanyeni. Wailu yawmaidhin lilmukadhibin innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, hakika wenye kumcha Mungu watakuwa katika vivuli na mito. Innal muttaqin fi dhilalin wa uyun, hakika wenye kumcha Mwenyezi Mungu watakuwa katika vivuli wa uyun na mito. Fi dhilali aitakathufi ashjari, katika vivuli vya miti, yani kwa kushindana kwa miti, yani katika wingi wa miti, katika ule wingi wa miti. Fi takathufi ashjari, katika wingi wa miti miti mingi, kwa hiyo inakuwa na vivuli vingi. Idh la shamsa yudhillu min harriha, yani maana yake dhilali kama katika vivuli vingi tu, kwa sababu la shamsa yudhillu min harriha, hapana jua ambalo yudhallu min harriha, hufinikwa jua hilo kutokana na joto lake. Idh la shamsa yudhallu min harriha, kwa vile hapana jua litakalosababisha kufinikwa kutokana na joto lake. Hakuna jua kule. Mradi sasa ni kwamba kutakuwa na miti mingi, ndio takathufi. Wa uyun na mito, nabi'atun minal ma, ndio tabi'atun, nabi'a ndio yenye kuchambuka, mito yenye kuchambuka, minal ma, ya maji. Wa fawakiha, na matunda, mimma ishtahun, katika yale wanayoyatamani, na matunda kadhaa wa kadhaa katika yale wanayoyatamani. Fi ilamu, ndani ya maneno haya kuna kufahamisha bi anna al-ma'kal al-mashrab, kwamba vile vyenye kuliwa na vyenye kunyewa fil janna, katika pepo, bihasabi shahawatihim, ni kwa kiasi cha matamaniwa yao, bi khilafi dunia, kwa kinyume cha duniani, fa bihasabi ma yajidu an-nas, ni kwa kiasi cha kile anachokipata mtu, fil aghlab, katika aghlab. Kule matunda ni vile unavyotamani wewe, lakini hapa duniani ni kwa kile kiasi unachopata tu. Wengine unaweza ukawa tamani hili lakini hukulipata, unapata jingine au halipo kama. Sasa utakula lile unalotaka hapa, utakuwa kile unachopata tu. Sababu watamani sije tunda gani, halipo sasa. Utakula jingine, lakini kule kile unachotaka ndicho utachokula. Ndio fihi ilamu bi anna al-ma'kal, ndani yake pana kufahamisha kwamba kenye kuliwa, wal mashrab, na chenye kunywewa, fil janna, katika pepo, bihasabi shahawati, watu matamani wao tu, bila anaotamani, nataka tunda hili, nataka maji haya, nataka hivi. Bi khilafi dunia, kwa kinyume cha duniani, fa bihasabi ma yajidu an-nas, ni kwa kiasi cha kile wanachokipata watu, fil aghlab, katika aghlab, katika ghalibu yao. Ayuqalu lahum kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, na wataambiwa kuleni na kunyweni hali ya kustarehe kwa yale mliokuwa mkiyafanya kule duniani, min taati, katika taa. Inna kadhalika najzil muhsinin, hakika sisi kama hivyo tunawalipa wenye kutenda wema. Yani kama jazaina almuttaqin, kama tulivyowalipa hao wenye kumcha Mungu, basi najzil muhsinin, tunawalipa wenye kutenda wema, wenye kufanya taa mbalimbali,
wailun yawmaidhin lilmukaththibin, adhabu siku hiyo ni ya wenye kukadhibisha. Kulu watamatau, kuleni na stareheni. Kulu, hii ni khitabu ya makafiri hapa, sio wale waumini. Sasa hapa duniani ndio wanaambiwa kulu watamatau qalilan, kuleni na stareheni kidogo kidogo sana hapa duniani. Hao wanaambiwa wale makafiri, kuleni na stareheni kidogo, kuleni na stareheni kidogo tu, ndio qalilan. Hii sio wale waumini. Sasa hapa narudia wale makafiri hapa duniani. Mwenyezi Mungu anawaambia kulu watamatau qalila, kuleni na stareheni kidogo. Khitabu lilkufari fi dunya, qalila min az-zaman, kidogo tu katika zama. Wa ghayatu ila al-maut, na zama hizo mwisho wake ni kufa. Wa fi hadha ta'dilu lahu, na katika maneno haya kuna kuwatisha. Ta'dilu lahu ni kuwatisha, kuna kuwatisha wabaya, kuleni na stareheni kidogo tu. Maneno haya ndani yake pana kuwatisha. Tahdidi ni kutisha. Innakum mujrimun, hakika nyinyi wenye makosa, makafiri. Innakum mujrimun, hakika nyinyi wenye makosa. Wailun yawmaidhin lilmukaththibin. Wa idha qila lahum irka'u la yarka'un, wakiambiwa swalini hawaswali. Wakiambiwa swalini hawaswali. Maana swallu la yusallun, la yarka'una la yusallun. Wa idha qila lahum irka'u ay sallu la yarka'una la yusallun, swalini hawaswali. Wailun yawmaidhin lilmukaththibin. Fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu, ni mazungumzo gani baada ya Qur'ani watakao yaamini? Fa bi ayi hadithin, ni mazungumzo gani baadahu ayil Qur'an, baada ya Qur'ani yu'minuna watayamini? Wanataka mazungumzo gani tena baada ya Qur'an? Ay la yumkinu imanuhum bighairihi, hakutawezekana kuamini kwao kwa isiyo kuwa Qur'an. Mtu aitaka kuamini ni Qur'ani tu. Kama hataamini tena kwa Qur'ani, basi la yumkinu imanuhum bighairihi, hakutawezekana kuamini kwao kwa isiyo kuwa Qur'ani. Min kutubillah, katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Baada takdhibihim bihi, baada ya kukadhibisha kwao, kukadhibisha Qur'ani. Lishtimalihi, kwa kule kukusanya kwake Qur'ani. Ala al-ijazi alladhi, juu ya kule kuemeza watu ambako lam yashtamil alaihi ghairuhu, haikukusanya juu ya hilo kitabu kingine chochote. Lishtimali, kwa kule kukusanya kwake Qur'ani. Ala al-ijaz, juu ya kuemeza, yani kushinda. Qur'ani ni mu'jiz, inashinda ambako, kushinda ambako lam yashtamil alaihi, haikukusanya juu ya kushinda huko ghairuhu, isiyo kwa Qur'an. Qur'ani ndio iliyokuwa imekusanya ya ijaz. Kwa hiyo kama mtu hakuamini kwa Qur'an tena, hakuna kitabu chochote kitakachoweza kumfanya yeye afanye nini? Amin, hakuna. Wallahu wa rasuluhu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما، وآخر أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأكر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. وأغفرت أنت كرام ستر، والصلاة الله تغشى المصطفى
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصواب المسابير الغرار عليم سري وخفى مستجيب دعواتي ربي فهمنا علوما برسول الله وحلول عنا المشكلات